za hekima katika mtazamo kutoka hapa Kishki TV asubuhi hii ya leo. Mimi naitwa Khalid bin Omar, wenzangu ni Abdullahi Mashi pamoja na Mustafa Ismail, na hapa tunakuwa na mada ambayo tunazungumza katika siku ya leo, tukizungumzia kuhusiana na foleni za jiji la Dar es Salaam. Chanzo ni nini na suluhisho ni lipi? Kwanza, kabla ya kuja kujadili sisi hapa mezani, tukawasikilize baadhi ya Watanzania wao na maoni gani, hususan wakazi wa jiji hili. Maoni yangu mimi, chanzo cha foleni nafikiri ni wingi wa malori barabarani, na kingine magari kuharibika, pengine inasababisha kutokea foleni. Chanzo cha foleni Dar es Salaam, kwanza hivi kidogo kila mtu ana gari, afu miundo mbinu ya barabara ni midogo. Changamoto za foleni mimi naona sasa hivi miundo mbinu kwanza imekuwa sio mizuri sana. Kwa pili vile magari yamekuwa mengi. Sasa hivi ukiacha nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi mtu ana magari mawili au matatu. Kwa hiyo unakuta ile magari yakiwa yanatoka wakati mmoja yote yanasababisha foleni. Bado watu sisi ambao tusokuwa na magari nao tunahitaji kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kwenye hatua za utafutaji, unakuta bado kuna foleni za changamoto daladala. Licha hivyo na vivyo uchangiaji na malori vile vile. Sasa hivi huku Swahilini kumekuwa na changamoto za yadi nyingi sana za magari makubwa. Kwa hiyo utakuta magari makubwa yanaingia mpaka huko Swahilini. Sasa gari kubwa linaweza yakiingia mawili matatu, na likiharibika moja, basi magari madogo hayawezi kupita. Mimi nahisi hii nayo ya magari makubwa malori sasa yanachangia sana hizi yadi kuweka Swahilini. Hizi changamoto za foleni mji huu tafrani yani changamoto zimekuwa nyingi, sijui tuseme hizi magari yamekopo, sijui tuseme nini, yani kwa sababu ya malori nao mtu utamkutana nunua nyumba 2-3 mtaani na kama lori linapaki mpaka kwenye baraza ya mtu, yani mtu unashuka hata kuwa na sherehe tena unaanza kutafakari sasa niweke wapi tuubai, kwa sababu hapo shabaki na malori. Sasa ndio unaenda tena nyumba ya pili, naomba niazime bwana niweke tuubai langu hapa, huko yamebaki malori. Sisoma kwa kweli changamoto ya foleni mji huu ni tafrani yani. Alafu ukiangalia barabara zenyewe hizo ndogo alafu mbovu. Ondoa foleni bana, haya magari yanatakiwa tu yatafutiwe njia mbadala kama kuna uwezekano. Umeona? Malori sasa hayo. Maana malori ndio yanaleta jamu kubwa hapa mjini. Dakika za hekima. Hao ni baadhi ya Watanzania wakizungumzia kuhusiana na maoni yao juu ya kile ambacho kinasababisha foleni hizo, na malori yakiwa yanatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa. Kila mtu ama asilimia kubwa watu ambao wameulizwa hapo wamejibu kuhusiana na malori ndio ambayo yanachangia uwepo wa foleni kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Ni kweli? Kuna baadhi ya nyakati ni kweli. Kuna wakati fulani uje malori mara nyingi ukiangalia siku tunatumia barabara nyakati zile za jioni usiku utakuta kweli malori hapo, lakini kuna wakati mwingine sio malori peke yake. Lazima tukubali kwamba jiji letu hili limekuwa na namba ya watu wengi inaongezeka kila uchao, lakini magari vile vile yamekuwa ni mengi barabarani, na miundombinu yetu haikidhi wingi wa watu na wingi wa barabara, na ndio maana inatokea hivi. Inawezekana kama tungekuwa na miundombinu mipana zaidi ya kutosha, wingi wa watu na wingi wa magari usingeonekana ni tatizo. Leo inaonekana ni shida kwa sababu barabara zetu kama hazitoshi, na pamoja kama zimejengwa kwa baadhi ya maeneo imesaidia kwa namna fulani kupunguza, lakini bado foleni ziko pale pale. Kwa Dar es Salaam hii mitaa ambayo mimi naona ni hatari sana kwenye foleni, utakuta pale Tazara, Kamata, na kwangu nadhani Kamata kama namba 1 hii. Kamata zamani ilikuwa Tazara, Kamata, Tazara, Ubungo kidogo sasa hivi afadhali lakini bado ipo, lakini wakati mwingine Buguruni ile. Kwa ukiangalia sababu na magari ni mengi, alafu barabara hazitoshi. Kwa mfano nchi kama Nairobi yenyewe kuna namna kama umepunguza sana foleni. Na ukiangalia sababu ambazo wenzetu wamefanikiwa, maeneo mengi sana wamejaribu kutanua barabara. Yaani barabara zimetanuliwa sana. Magari yanapita kwa wingi, lakini pia kuna system wameweka, kuna barabara maalum zinatengwa kwamba hapa yanapita magari fulani tu. Labda mabasi, ingawa haujakamilika, lakini kuna baadhi ya maeneo tayari wanatumia hiyo. Lakini vile vile ukiangalia upande mwingine, kuna baadhi ya njia watu wanalipia. Yaani ili upite njia hiyo inabidi ulipie. Na ukipita katika hiyo njia kweli wewe msongamano. Kwa maana yake ukiweka taratibu, kuna watu wanaotoa katika barabara fulani na wanaleta kwenye barabara nyingine, ambapo kuna namna wanasaidia kupunguza kama wangeendelea kuwa pale. Kwa Tanzania hapa Dar es Salaam ili jambo ni la mchakato sana. Yaani sio rahisi hivyo. Inabidi wajipange, litatumia time, waekeze vya kutosha, watanue barabara maeneo mengi. Fiayova kama kuna sehemu za kuongeze, nadhani inaweza kusaidia. Lakini kwa hivyo ambavyo tunajikongoja, tunapoongeza kuna namna majitaji, lakini kiukweli bado foleni ipo. Mimi leo kuoje siku moja hivi
kama sometimes unakaa kiasi hivi kabla hii daraja, kabla ya flyover mambo yalikuwaje? Watu walikuwa wanakaa muda gani? Swala foleni limekuwa ni kitendawili kizito sana, kala moto. Nakumbuka mwaka huu mapema waziri wa miundombinu Ulega alipelekea kutangaza ofa ya dau nono, na mmoja mwanafunzi wa UDSM alishinda kwa nani ambaye atakayeleta suluhisho la kutatua foleni za Dar es Salaam, na zaidi ya maandiko 500 yalifika pale, lakini bado mpaka sasa hivi hali ni tete ya kuokoa foleni. Unadhani nini tatizo na kitu gani ambacho kinaweza kapelekea walau tukavuka hapo? Mimi nadhani ni sababu ni zile zile ambazo zipo kila siku, na ukijaribu kutaka yani kuliondoa tatizo bila kutibu ile sababu hauwezi kufanikiwa. Mimi nadhani kuna mambo kadhaa ambayo ni kwa muono wangu naona ndio kitu ambacho kinasababisha foleni. Moja ya sababu hizo ni pamoja na watu, kwanza madereva kutokufuata sheria za barabarani. Kwa mfano kuna hizi daladala au gari ambazo unakuta zinasimama ovyo sehemu ambayo hautakiwi kusimama, hasa katika mji huu ambao ukisimama sehemu ambayo sio sehemu ya kusimama kwa dakika moja tunaweza kusababisha foleni ya magari mengi kwa kweli huku. Kwa hiyo uvunjifu wa sheria za barabarani ni miongoni mwa vyanzo ambavyo vinasababisha foleni, lakini pia wingi wa magari binafsi ambao upo, ambao ni tofauti na mahitaji ya miundombinu yetu sisi, bado haijakidhi. Magari ambayo yapo Dar es Salaam ni mengi, magari binafsi na magari ya umma ni mengi kuliko miundombinu yetu, yani kuliko barabara zetu namna ambavyo tunatakiwa kuweza kutumia. Na stop kuuzia watu binafsi magari hapo. Stop, ni sisi tunatakiwa kuboresha tu miundombinu. Yani barabara ziongezwe, lakini ziongezwe kimkakati. Na unajua barabara zinatakiwa ziongezwe kimkakati katika maeneo ambayo yanapitwa sana watu kuelekea katika hayo maeneo.